Bwana Yesu asifiwe. Mada ambayo tumepewa katika PCMF ni kusema tunamtumikia kusudi la Mungu, kulipa gharama ama kulipa gharama. Kusudi letu ama kusudi la Mungu tunamtumikia tukifanya nini? Tukilipa gharama. Daudi alifanya kosa ama alitenda dhambi mbele za Mungu, kwa maana alienda akahesabu watu ama akafanya census, na wakati ambapo alikuwa anafanya hiyo kazi alikuwa anafanya yeye mwenyewe akiwa na kiburi na akijua ya kwamba ni uwezo wake ama ni nguvu zake ambazo zimemwezesha kufanya hiyo kazi. Lakini Mungu akakasirika kwa sababu ya yale makosa ambayo Daudi alifanya, na akamwambia ya kwamba ni lazima ama kuna jambo litakalotendeka kulingana na dhambi ambayo umefanya. Kuna mambo yatakayofuata, na mambo ambayo yatakayofuata aliambia achague yalikuwa matatu: miaka 7 ya njaa, ama miaka 3 niwapatiana kwa adui zenyu, ama siku 3 kutakuwa na tanuki katika nchi yenu. Daudi akajibu akasema ya kwamba kama hata ni kuanguka, Mungu wangu, nataka kuanguka, naweza tu kuanguka mikononi mwako Mungu wangu, lakini sianguke mikononi mwa adui zangu ama mikononi ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi ni wale wakati ambapo hata kama sisi wa Kristo tunaanguka, tunataka kuanguka upande upi? Ila tu kuanguka upande wa Yesu ama upande wa Mungu, kwa maana upande huo kuna mikononi mwake kuna rehema ama neema. Na tunajua ya kwamba hata wakati ambapo utaanguka utaweza kusimama tena, kwa maana haja kuachilia aka pamoja na wewe na tazidi kuwa pamoja na wewe. Lakini wakati ambapo umeanguka mikononi ya watu, rafiki yangu, utaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati huu hakuna mahali pengine tunaweza anguka, hakuna mahali pengine tunaweza kimbilia sisi kama wa Kristo ila tu kukimbilia kwake Yesu aliye mwokozi wetu. Kwa maana gani? Kuna imani kwa mti ambao uliofanya nini? Uliokatwa. Bwana Yesu asifiwe. Na utamea tu ama utasimama vile tu, lakini ni kwa sababu ya Yesu Kristo tutaweza kusimama tena na nguvu zaidi ya ile tulikuwa nayo pale awali. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Na kwa hivyo Daudi wakati hapo alichagua siku 3 za tanuki katika kijiji chake, wakati uliofuata hiyo tanuki ilikuja na watu karibu 1000 walikufa. Baadaye mtumishi wa Mungu anaitwa Gadi akatumwa kwake Daudi, akaambiwa kwamba aambie Daudi aende akatengeneze madhabahu ili aweze kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja hadi hapo? Tumeshika. Na wakati ambapo alienda kwa mtu anaitwa Aaron. Wakati alifika mahali pale, kwa sababu ya heshima za mfalme, alikuwa anataka kupewa kila kitu ambacho alikuwa anahitaji. Lakini mfalme akamwambia nini? Hapana, sitachukua ama sitafanya ama sitatoa dhabihu ama sitatoa dhabihu ambayo haiwezi kunigharimu mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshika hadi hapo? Wanaume kadhaa katika Biblia tunasoma, kuna mtu alikuwa anaitwa Ibrahimu. Yeye alilipa gharama kwa sababu alitoa mwana wake wa pekee akuwe dhabihu. Mtu anaitwa Ayubu, pia yeye alikuwa na mali kwa wingi, alikuwa na vitu ambazo sisi wenyewe hatujaizipata, lakini alilipa hiyo gharama na kutoa hizo vitu zake zote zikaisha. Lakini mwisho kulienda vipi? Alilipwa kitu na kingine. Bwana Yesu asifiwe. Danieli tunamjua, si ni kweli? Danieli mwenyewe pia alilipa gharama, akasema ya kwamba ingawa kwa mfalme kuna chakula kizuri kimepikwa pale, mimi kama Danieli na watu wangu hatutakula kile chakula. Hiyo ni gharama alilipa kwa niaba ya watu ambao wanaamini Mungu. Na kuna mtu mmoja pekee aliyelipa gharama moja na ya kutosha kabisa, ambaye ni Yesu Kristo.
Alilipa gharama yote msalabani kwa sababu yako na mimi. Alilipa gharama, akahisi uchungu, akaumia kwa sababu ya wewe na pia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni nani usilipe gharama? Hebu uliza mwenzako, wewe ni nani usilipe gharama? Gharama tu kidogo. Tunakataa, tunalalamika huku. Gharama tu kidogo, hata hujahisi hiyo uchungu. Unalalamika hapa ukisema ukio kanisa. Kazi ni kutoa. Ambia mwenzako, lipa gharama. Hakuna cha bure. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hii mada tunataka kujua kwamba kuna mambo ya kusudi la Mungu katika maishani mwetu ni yapi. Na ya kwanza ni kuwa ni lazima tumwabudu ama kuabudu Mungu. Tuko pamoja watu wangu? Kusudi la Mungu katika maishani mwetu la kwanza ni kuabudu Mungu. Si kuabudu pesa ambazo tuko nazo, si kuabudu mtu ambaye tuko na yeye, si kuabudu sanamu ama kuabudu chochote kile, ila tu ni kuabudu Mwenyezi Mungu. Na maandiko yanasema anatafuta wale ambao wanamwabudu kwa roho na kweli. Jiulize ya kwamba wewe ni mmoja wao. Wale ambao wanamwabudu kwa roho na kweli, wale wanamtafuta, ambao wanatafuta uso wake kila siku. La pili ni ushirika. Kusudi la Mungu katika maishani mwetu ni ushirika. La kwanza ni lazima ukuwe na ushirika na mwenzako ama Mkristo mwenzako, tena ukuwe na ushirika na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika mzuri si ushirika tu, ni ushirika mzuri na mwenzako. Usitudanganye hapo useme ya kwamba unamwamini Mungu ama uko na ushirika na Mungu, ili hali mtu ambaye unaona hata umuongeleshi, mtu ambaye mnakuja naye kanisani hata uongei na yeye, hata salamu hakuna. Tuwe na ushirika mzuri na watu wengine. Ile ushirika ndiposa ushirika wetu na Yesu utakuwa mzuri zaidi. La tatu, unafunzi, discipleship. Na la nne, wizara. Katika Warumi tumeambiwa kwamba tumepewa idara tofauti. Na nikiongea wizara na kizungu nasema ministry. Mungu ametupa wizara tofauti katika maishani mwetu. Katika hii kazi yake ametupa wizara tofauti. Ni vizuri ujue wizara ambayo Mungu amekupa ndani yako ili uweze kumtumikia. Ni vizuri kujua chenye Mungu ameweka ndani yako ili kaweza kukitumia. Ni vizuri kujua ya kwamba chenye Mungu ameweka ndani yako ili kaweza kukifanyisha kazi. Na la mwisho ni kuwa uinjilisti, evangelism. Kusudi la Mungu katika maishani mwetu ni kufanya uinjilisti. Najua Wakristo wengi ni wale ambao waliokoka, kazi iliishia hapo. Lakini kazi kubwa ambayo Mungu ametupa ni kufikia hadi wale ambao wako pale nje ambao hawajui Mungu, wale ambao wajifahamu, ili tuelezee kuhusu Mungu wetu. Kwa hivyo Mungu, watu wangu ama watu wa Mungu, ni vizuri tufanye uinjilisti ama tufanye kusudi la Mungu ambalo ni uinjilisti, ama kufikia ama kuhubiri neno lake Mungu kwa watu ambao wamjui. Na niseme ya kwamba huwezi kufanya hayo yote haya matano ukiwa peke yako. Na yote yale yako na gharama utalipia. Kwa sababu yote yale yanahitaji nini? Muda wako. Bwana Yesu asifiwe. Yanahitaji nini? Muda wako. Na pili, nahitaji pia usome neno na ukue unaomba. Hauwezi kuyafanya yale bila kuwa na muda. Hauwezi kuyafanya yale kama wewe usomi neno. Hauwezi kuyafanya kama hata wewe kusoma neno ni shida kwako. Najua wengi tunagojenga maombi ya intercessory, tunagojea kuja kuombewa hapa ama kusomewa neno. Lakini Mkristo ambaye anajihisi vile ama anajisikia
Ni Mkristo ambaye pia yeye mwenyewe anajiombea, anachukua muda, anatafuta uso wa Mungu, anaomba na kusoma neno lake takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu uliza mwenzako kama unasomanga neno. Unaombanga? Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo tunasoma katika somo letu la kwanza, ama kitu ambacho tunataka tupeleke nyumbani, ni kuwa la kwanza, kiburi na kutoamini Mungu ni dhambi kuu. Kiburi na kutoamini Mungu ni dhambi kuu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mahali kiburi imejifichia na ikakaa katika kanisani, ni katika uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Hakuna mahali kwingine kiburi imejifichia kama kwa uimbaji wetu. Na ukiwaangalia sana, hata hawaendangi mbali, ama hatuendangi mbali juu hata mimi ni mmoja wao, kwa sababu ya kiburi. Leo nitaenda church, nimechelewa. Kwani watafanya nini? Si watanigojea? Bwana Yesu asifiwe. Leo sitaenda kanisani, watashinda wakinipigia simu, wakinitafuta kwenye niko. Lakini acha nikukumbushe jambo moja. Ile siku utatoka hii duniani, ama ujifungishe tu macho tu hivi, useme umekufa lakini hujakufa, utashangaa sana ukiamka. Haleluya. Kwa sababu kazi utapata inafanya nini? Inaendelea. Na wacha nikukumbushe kitu moja. Ukidhani ya kwamba Mungu hawezi fanya bila wewe, utashangaa sana. Mungu hakuhitaji, wewe ndio unahitaji Mungu. Haleluya. Wewe ndio unahitaji Mungu. Kwa hivyo unafaa kumtafuta kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ati nimechaguliwa nikuwe cheerleader wa guild. Alafu kuna mahali nilikuwa wakati kama huu wa elections. Nilikuwa nimeitwa mahali kuhubiri tu. Na kitu ambacho kilinishangaza ni kuwa nilisikia kuna campaigns zilikuwa zinafanywa, especially in the women's guild. Niulize swali, lakini sina ubaya. After kupata hiyo fame, umekuwa cheerleader wa guild, kinachofuata ni nini? Kama si baraka za Mungu ambazo unazitafuta, kingine chochote kile unatafuta ni kipi? Bwana Yesu asifiwe. Ati watu hawezi songa bila wewe. Gai mwathani ndomwire adumari okuo, mwathani arogoshwo. Na sisi tuko hata wakati huu, na tutaondoka wengine waingie. Utakuwa historia ama utasaulika. Tuondoe kiburi ndani yetu na tumtumikie Bwana. Ambie wewe mwenzako, toa kiburi ndani yako, umtumikie Bwana. Haleluya. Nataka kusema ya kwamba humility is a virtue. Humility is a virtue. Na kile ambacho kinachofuata ni baraka, ama ni kitu kizuri kwa sababu ya unyenyekevu ndani yetu. Hebu tumikia Bwana ukiwa na unyenyekevu ndani yako, na ujionee yale ambayo yatakayofuata. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie. Kitu cha pili, kwa matokeo, kuna matokeo ya kila chaguo ambalo tunachagua siku ya leo. Chaguo ambalo wewe unachagua siku ya leo, kuna matokeo ama kuna reward ama kuna zawadi ambayo utakayopata. Kama unachagua kiburi, my friend, kuna zawadi ya kiburi yake. Kama unachagua unyenyekevu, kuna zawadi ambayo itakayofuata ambayo Mungu atakupea. Na asubuhi tulikuwa tunasema ya kwamba whether I do good or bad, there is a reward. Weke wega kana uru, henake heo. Swali ni je, mimi kama Sam ama wewe kama binadamu, ni kipi ambacho utachokipata siku ya leo? Ni baraka ama ni kitu kingine kile?
ujue ya kwamba unapotoka mahali hapa kuna matokeo ama kuna zawadi ya chaguo utakalochagua. La tatu ni kuwa sadaka usiogharamika chochote haina dhamani. Sadaka usiogharamika chochote haina nini? Haina dhamani. Nasema ya kwamba kama unatoa sadaka na ikugharimu chochote kile, unajua kuna venye mtu ufeel ukitoa kitu, ushaikuwa na kitu cha dhamana sana katika maishani mwako alafu kikakuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Ushaikuwa na kitu cha maana sana ama cha dhamana sana katika maishani mwako alafu kikakuondokea tu, kikaondoka. How is the feeling? Ama mnahisi aje? Unakuwa na uchungu, si ndio? Uchungu hauwezi kueleza vizuri. Ni lazima tuhisi uchungu ya kugharamika ama ya gharama tunapotoa sadaka, ili na sisi baraka zikuwe zinatufuata ama zipate kutupata sisi. Lakini wakati ambapo wewe mwenyewe haikugharimu ama haigharamiki katika maishani mwako, haina dhamani. Kama mnataka madhabahu katika manyumbani mwetu tusaidie, lazima tugharamike, watu wa Mungu. Kama mnataka madhabahu hata hapa katika hili kanisa ituongelelee, lazima tufanye nini? Tugharamike sisi kama Wakristo. Tuache kulalamika sana watoto wetu wametuzidi. Tuache kulalamika sana venye mambo yamekuwa magumu, ili hali tuko karibu na madhabahu. Mbona yaongei? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufanye nini? Tugharamike ili ya madhabahu yaweze kuongea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mnakumbuka Ibrahimu? Turudi pale. Ibrahimu kuna kitu ambacho alifanya cha dhamana sana. Just imagine, Mungu amekuja akakwambia mahali umejenga na ni kwako na kuna title deed. Toka hapa, nenda mahali ambapo nitakuonyesha. Wewe kama binadamu utaenda? Utaenda? Hata huwezi toka. Haleluya. Kwanza unatoka ni kwako. La pili unaambia utoke lakini hujui kwenye unaenda. So utatokaje? Huwezi toka. Lakini Ibrahimu alitoka mahali pale, akaacha yote ama akabeba yote, akaenda mahali ambapo Mungu alimuonyesha. Ambia mwenzako gharamika. Gharamika, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumalizia. Nikimalizia nataka tuingie katika kitabu cha Warumi 12. Warumi 12. Kitu nataka tuone pale mstari wa kwanza ni kuwa ukienda nyumbani kumbuka tu rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nini? Rehema za Mungu katika maishani mwako. Pili tunaambia kwamba tutoe mili yetu kama dhabihu. Tutoe mili yetu kama nini? Dhabihu. Na tunapotoa mili yetu kama dhabihu, ni kwanza mili yetu lazima ikuwe safi ndani na nje. Bwana Yesu asifiwe. Imagine huwezi toa mwili yako ikuwe dhabihu kama mwili yako bado ni chafu. Kama masengenyo imejaa uko ndani, huwezi. Haleluya. Kama uko na fitina bado huwezi toa hiyo dhabihu. Huwezi toa mwili wako kama dhabihu. Ni kudanganya, huwezi. Ni lazima tujinyime sisi kama Wakristo. Ndio maana nikasema ya kwamba ni kwa rehema tu za Bwana tupo siku ya leo. Ndio maana nikasema ya kwamba ni kwa neema tu ya Mungu upo siku ya leo. Isipokuwa tu ni neema zake, wengine wetu tungekuwa mahali hapa. Na tusimame.